Habari za saizi mabibi na mabwana, bingwa tiba asili ya Afrika Dr. Imani Mandoto. Siku ya leo ni mwendelezo wa vipindi vyetu vya kupeana elimu juu ya majini wa uganga. Majini wa uganga ni majini ambao wanaweza wakawapata watu ambao walikuwa na mikoba katika tawala zao, katika asili yao, katika jadi yao. Ieleweke, miaka ya nyuma waganga walikuwa ni kila ukoo kulikuwa kuna mganga. Kila ukoo unaouona kulikuwa kuna mbabu mmoja ambaye alikuwa ana kalama ya uganga, kwa sababu zamani uganga haikuwa ni kitu ambacho unakwenda kwa mtu akusaidie, isipokuwa kila ukoo kulikuwa yupo mtu anaitwa chief, ni kiongozi wa huo ukoo na ni mtu ambaye anayejua mambo yote ya asili na jadi na mambo ya majini. Kukitokea maradhi katika hiyo ukoo au katika hiyo familia, babu wa huo ukoo anakwenda kuwasaidia wajukuu zake. Lakini kulingana na mambo ya tamaduni zilivyoingiliwa zikavurugwa, watu wengi wakaacha mambo ya asili na jadi, wakakimbilia katika imani za kigeni. Kwa hiyo wakawa ni watu ambao wameshindwa kushika mila zao na taratibu zao. Kwa hiyo asili ama jadi huwa haipotei. Kwa hiyo hata kama nyinyi katika familia yenu, katika ukoo wenu mmeacha mkatelekeza jadi, miaka imekwenda, wewe leo huwezi kujua labda kwenu kulikuwa na uganga ama kwenu kulikuwa na mkoba, lakini elewa kwamba yupo mtu aliyokuwepo ana kalama kwenu ambaye alikuwa anaweza kuwasaidia nyinyi. Sio mpaka awe na uganga. Kalama inaweza kuwa ni mtu anaweza tu akajua dawa hii inatibu kitu fulani, hili tunda linaliwa, sio sumu, huu mti unaweza ukaondoa shida fulani, mchanga huu akiutemea mate anaweza kumtibu mtu, akichukua maji akiyasemea kitu fulani anatibu. Hiyo pia ni aina ya karama ambazo zilikuwa zipo katika asili na tawala za mababu huko nyuma. Kwa hiyo ninapozungumza hapa, nikizungumza mambo ya mizimu, uelewe sizungumzi mambo ya uganga tu, nazungumza wale mababu ambao waliokuwa wana karama kutoka kwenye ukoo wenu. Hao mababu wapo waliokuwa kazi yao wanaweza kufua vyuma. Zipo familia zilikuwa za wafua vyuma, zipo familia zilikuwa za wawindaji, zipo familia zilikuwa za wakulima, zipo familia zilikuwa za watu wanaefuga nyuki wanalina asali, zipo familia ambazo zilikuwa za kutafuta matunda, zipo familia zilizokuwa zina uwezo wa kuweza kujua, zimepewa maarifa ya kujua kitu hichi kina maana gani. Kwa hiyo hizo familia, hizo karama, kila ukoo, hizo karama bado zipo na mnaweza kuzitumia karama hizo nyinyi vizazi vyao vya sasa hivi mkaweza kupata mafanikio. Kwa hiyo mimi Dr. Imani Mandoto kupitia kipindi hichi siku ya leo nataka nikuletee habari njema kwamba kila mtu ana mizimu ya upande wa kwao ambayo inaweza kumsaidia, ikamsaidia kuweza kufanya kitu ambacho huenda kipo ama hakipo, ila yeye akaweza kukibuni na kukitengeneza na kikaweza kuwa ni kitu cha kuweza kuwasaidia sana. Na ndio maana katika hii dunia sasa hivi hata watu ambao wanaoweza kujitambua, tushuhudie vipaji na karama nyingi sana ambazo zitakuja kuleta kutatua matatizo ya watu tofauti hata na uganga ama tofauti hata na kitu kingine chochote, lakini zitakuwa ni karama na zitaibuka karama ambazo hazitoeleweka. Kwenye uganga zitakuwa hazipo, kwenye karama, kwenye unabii zitakuwa hazipo, lakini kimsingi hizo ni karama ambazo zilizokuwa zipo toka enzi za mababu na mababu, lakini watu walikuwa wamezitelekeza kwa kutokujua. Kwa hiyo mimi Dr. Imani Mandoto nataka nikupe habari njema kwamba kwa karama yoyote, kwa ukoo wowote uliotoka, elewa kama umetoka kwenye ukoo, na naamini kila mtu ana ukoo wake na kabila lake, elewa kwamba kuna vitu ambavyo unavyoweza kuvifanya na vikakupa mafanikio. Na ndio maana hata siku ya leo wakati huu nataka nikwambie kuna baadhi ya kabila ambao limeshika taratibu zake kwenye biashara. Hawa ni wakinga. Watu wengi wanasema wakinga ni wachawi, sijui wakinga wana majini, sijui wakinga wana nini, lakini wakinga ni moja ya kabila ambalo limeshika asili na jadi za upande wa kwao katika engo ya biashara, kwa sababu wakinga toka watu wakiwa wadogo, mama zao, hata ukienda kule ukingani utakwenda kuta mama ana mtoto mgongoni lakini anakwenda sokoni analangua maharage. Mama ana mtoto mgongoni lakini anahangaika kununua mazao. Mama ana mtoto mgongoni lakini anahangaika kufanya kazi za biashara. Kwa hiyo wale watu biashara iko ndani ya damu yao. Kwa hiyo wana namna ya kuweza kujua wazitumiaje nguvu na kanuni za fedha, wanajua namna ya kulimbikiza fedha kwa udogo mpaka zikawa kubwa, na wana elimu maalum ambazo zimetoka ndani yao ambao wanajua kupata, kutunza na kuweza kuzalisha fedha. Kwa hiyo wakinga sio wachawi, ni watu wanayeweza kutumia karama walizokuwa nazo ambazo wamezilisi kutoka kwa mababu zao, ambazo hata wakipata pesa ndogo wanaweza kuizalisha ikawa kubwa. Kwa hiyo kama unavyoona kabila la Wakinga, unavyoona kabila la Wachaga wanavyoweza kwenda kwenye system zao, wanavyoweza kushikana. Wachaga wana ushirikiano kwa sababu ile ni tradition yao, ni asili yao.
Unavyoona Wachaga wanarudi kwenye makabila yao kule kwenye majumba yao kwenda kutambika, kwenda kunywa pombe zao za kienyeji, kuongea matatizo yao, kusaidiana, ni kwa sababu ile ni tradition, ni asili yao. Yani wamekikuta kile kitu kwa mababu zao na wao wanakiendeleza. Kwa hiyo hata wewe, kabila lolote, mtu yoyote, mna kitu chenu na nyinyi katika ukoo wenu ambacho mkikitumia kitaweza kuwapa manufaa makubwa sana. Kwa mfano hata mimi Dr. Imani Mandoto, mimi karama yangu, babu yangu alikuwa ni mganga, baba yangu akawa ni mganga, mama yangu naye akawa alisi uganga. Mimi sasa hivi nimelisi hiyo mikoba yote ya baba na ya mama. Nipo hapa kwa ajili ya kuambia kwamba hata wewe una karama ya kwenu. Kama wewe baba yako alikuwa ni mkulima, nenda ukafanye biashara za mazao na kuhakikishia utapata mafanikio makubwa. Kama wewe babu zako walikuwa ni wafugaji, nenda kafuge mang'ombe ya maziwa, nenda kafuge ng'ombe wa nyama. Utashangaa magonjwa yanapita mbali na wewe na unapata mafanikio, na hao ng'ombe wako wanazaana, unaweza kupata mali, unapata utajiri. Kama wewe babu yako alikuwa ni mtu fundi, anatengeneza, anafua vyuma, nenda kafanya ubunifu, nenda kabuni vitu kama hivyo. Kuwa mbunifu, utaweza kubuni vitu vya kisasa ambavyo vitaweza kuwasaidia watu. Dr. Imani Mandoto nilikuwa nakwambia vitu kama hivyo kwa sababu kila karama, kama una karama iko ndani yako lakini hauitumii, utaanza kuona maisha ni magumu, kumbe ni wewe umetoka nje ya asili yako. Jamani, Mungu alivyotuumba kila mtu amempa elia yake ya kuweza kufanikiwa, na nguvu hiyo haiji tu kwa sababu umezaliwa, ni kutokana umetoka kwenye ukoo gani, umetoka kwenye familia gani, uwezeshwa kwenye kitu gani. Kuna watu wazazi wao wana nguvu ya kujieleza. Kuna watu toka zamani, kuna wazee waliokuwa wanakwenda kushauri watu. Hata leo hii utakuja kuona baba yako pale nyumbani kwenu, watu wakigombana na wake zao wanakuja kwa baba yako kwenda kuomba ushauri. Si kwamba wanakuja tu, huyo mzee ndani yake ana karama, na hiyo karama iwenda kwa imesafiri inakuja kwako wewe pia. Kwa hiyo itumie hiyo karama yenu kibiashara. Ukiona watu wanakuja watatulia matatizo fulani, wanakuja kukuomba ushauri wa jambo fulani, ukena kujua kuna nguvu ya asili iko ndani yako ndio inawavuta hao watu. Ukiona watu wanakuuliza wewe umekaa sehemu, kila mtu sehemu fulani ni wapi anakuuliza, ukena kujua wewe una karama hiyo. Kwa hiyo itumie hiyo karama yako kuwa kama ni biashara yako, ni kazi yako, itakupa mafanikio na utaweza kuwasaidia watu na wewe utapata kuendelea. Usifanye kazi ambayo haiendani na asili yako. Utaweza kupata ugumu wa maisha, utaanza kuona kama umerogwa, utaanza kuona kila kitu unakifanya hakiendi. Na hii iko wazi katika maisha yako. Utajua kwamba kitu unachokifanya sio cha kwako utakapoona unakutana na ugumu usio wa kawaida. Utakapoona unakutana na changamoto ambazo hata we mwenyewe unashindwa namna ya kuzitatua. Kwa hiyo ukiona unafikia mambo kama hayo, ni mfanyabiashara lakini unafika sehemu unakwama, haujui nini cha kufanya, ukena kujua uko wrong site, uko sehemu ambayo si ya kwako, fanya mawasiliano na Dr. Imani Mandoto ili tuichunguze nyota yako, tuweze kukwambia kutokana na asili ya kwenu, kutokana na kabila hili la kwenu, kitu chako kinachokwenda ni hiki, na ukifanya katika njia hii, uwezo huo sisi tunao katika uganga wa jadi na tutaweza kukuongoza kutumia mizimu ya kwenu. Habari njema ni kwamba tunaweza kutumia mizimu ya Dr. Imani Mandoto kwenda kuzungumza na mizimu ya kwenu na ikakufunulia vitu vingi ambavyo wewe hauvijui, kwa sababu unajua kuna watu wengi wamepotea kutokana na wazazi wao, mababu zao walishaacha hizi karama, walishaacha asili. Kwa hiyo asili ile imepotea, watu hawajielewi, watu hawajui wafanye biashara gani, watu hawajui wapite njia gani. Kuna watu wana pesa lakini hawajui namna ya kufanya kuzizalisha. Kuna watu wana karama hawajui namna ya kuzitumia. Kuna watu wana vipaji lakini hawajui namna ya kuvitumia. Lakini kupitia nguvu za asili na jadi tunao uwezo wa kuibua hiyo karama na tukakuelekeza namna ya kufanya na wewe ukaweza kupata mafanikio. Naamini umepata elimu ya kutosha kuhusu mambo ya mizimu na namna ya kutumia karama za mababu zako ili kuweza kupata mafanikio. Dr. Imani Mandoto, bingwa tiba asili Afrika. Kama una jambo lolote linalokusumbua kwenye mambo ya mizimu, labda watoto wako wanaumwa, hujui wanaumwa nini, ujue hiyo ni mizimu. Labda nyinyi katika familia yenu mnapata magonjwa ya aina moja, kila mtu kwenu akifa ni pressure, kila mtu kwenu akifa ni sukari, kila mtu kwenu akifa ni ajali, amegongwa na gari au ameanguka na gari. Unakuta kila siku watu familia inakufa na ajali, kila siku watu wanavunjika, watu wanapata matatizo mfulizo. Usizani huo ni uchawi ama usizani hicho ni kitu cha kawaida tu. Hiyo ni mizimu inaachia balaa ili muweze kujitambua, mrudi sehemu zenu za asili, kuweza kuja kupata asili zenu ili muweze kuyaondoa matatizo hayo. Msiaguliwe, njooni kwa bingwa tiba asili Afrika Dr. Imani Mandoto ili tuweze kuzungumzisha mizimu ya kwenu iweze kuondolea hilo balaa, iweze kuondolea hizo laana, iondolee hiyo mikosi kwa ajili mmeacha asili zenu, lakini mkizirudia mambo yenu yatanyooka, mipango yenu itakwenda vizuri. Nipigie namba ya simu ya 0655942428, lakini nakuomba endelee kusubscribe channel hii, uendelee kushare video zetu, uendelee kulike ili uweze kuwafikia watu wengi ambao wanasumbuliwa na matatizo kama haya, ili tuje tuweze kuwasaidia kupitia nguvu za majini na mizimu. Mpaka hapo nimefikia mwisho. Asante kwa kunisikiliza na kunitazama.